Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini tuelekee Mashariki ya Kati ambapo Israel imesema imemuua kamanda mkuu wa Hamas mnamo siku ya Jumamosi katika shambulio dhidi ya gari ndani ya ukanda wa Gaza. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na shirika la kijeshi na usalama la Israel la Shin Bet, limetangaza kuwa limemuua Raed Saad, mkuu wa uzalishaji wa silaha wa tawi la kijeshi la Hamas brigedi za Al-Qassam katika jiji la Gaza. Saad alikuwa akichukuliwa kama mmoja wa makamanda mashuhuri wa Qassam na aliongoza brigedi kadhaa wakati wa mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7 dhidi ya jamii ya Israel mashariki mwa jiji la Gaza. Msemaji wa ulinzi wa raia anayeongoza Hamas, Mahmoud Basal, alisema kwamba watu 4 waliuawa katika shambulizi hilo, akisema wapita njia wengi pia walijeruhiwa na mlipuko huo. Afisa wa Hamas wa eneo hilo huko Gaza alisema kwamba shambulizi hilo pia limemuua msaidizi wa Saad na afisa mwingine wa cheo cha chini aliyetambuliwa kama Abu Imad al-Laban. Taarifa ya pamoja ya IDF na ISI iliongeza kuwa Saad anahusika na vifo vya wanajeshi wengi waliouawa katika ukanda wa Gaza kutokana na vifaa vya milipuko. Hata hivyo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Waziri wa Ulinzi Israel Katz wameeleza juu ya kifo cha kiongozi huyo wa juu wa Hamas kuwa alikuwa miongoni mwa wamiliki wa silaha ambao walileta maafa kwa jeshi la Israel. Waziri Mkuu Netanyahu na Israel Katz, waziri wa ulinzi, mnamo Jumamosi usiku walitangaza juu ya kuamuru kuuawa kwa afisa nambari 2 wa Hamas Raed Saad mapema siku hiyo kutokana na uongozi wake wa juu katika kuwashughulikia wanajeshi wa Israel wa IDF. Hasa walirejelea shambulio la kuvizia la askari wa IDF wakitumia vilipuzi vilivyoboreshwa mapema siku hiyo. Vyanzo vya IDF pia vilitoa mifano mingine maalum ya askari waliojeruhiwa na IED zilipopandwa kwa maelekezo ya Saad katika wiki za hivi karibuni. Saad alikuwa mmoja wa maafisa wachache waliosalia wa Hamas waliohusika moja kwa moja katika kupanga njama za operation ya Oktoba 7 ya mwaka 2023 ambapo wa Israel 1200 waliuawa, wengi wao wakiwa raia, lakini pia inadaiwa wengi walijeruhiwa na wengi walitekwa. Shin Bet na IDF walisema walipokea taarifa za kijasusi kwa bahati halisi kwamba alikuwa akifanya safari ya juu ya ardhi katika sehemu ya magharibi ya Gaza na kuchukua hatua mara moja kumua kabla ya fursa kupatikana. Licha ya kauli hizo, zipo dalili nyingine kwamba IDF ilipata fursa ya kumuua Saad baada ya kumtafuta kwa muda mrefu na kupata kibali kutoka kwa Netanyahu bila mjadala wa kina na bila kuijulisha Marekani kabla. Chanzo kimoja kikuu hakikuwa na uhakika kama Marekani ilifahamishwa kabla ya shambulizi hilo. Mwingine alipendekeza Marekani haikufahamishwa mapema wakati huu, lakini inafahamishwa mara kwa mara kuhusu malengo ya shabaha zilizowezekana, na kulikuwa na dalili nyingine kwamba Washington iliambiwa tu baadaye. Mauaji yake yanaibua hali ya wasiwasi kati ya Israel na Hamas kuhusu iwapo usitishaji wa vita utadumishwa na jinsi awamu ya pili ya usitishaji vita kuhusu jumuiya za kimataifa kuchukua usimamizi wa Gaza na kuchukua hatua za kupunguza silaha za Hamas itakavyokuwa. Mapigano huko katika ukanda wa Gaza yamesitishwa huku Hamas ikidaiwa kukiuka makubaliano na Israel nayo ikikiuka makubaliano hayo. Israel imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba Hamas inakiuka awamu ya pili ya usitishaji vita kwa kuendelea kujizatiti tena kinyume na kuwa tayari kupokonywa silaha, na vile hadi leo kutoa matamshi mengi dhidi ya kukabidhi udhibiti wa ukanda huo kwa jumuiya za kimataifa kama inavyotakiwa chini ya usitishaji huo. Hamas imesema kuwa ilikubali tu pande tatu kuhakikisha pande zote mbili zinazingatia usitishaji mapigano na kutoa silaha zake zote. Aidha, Hamas ilishutumu Israel kwa hujuma za usitishaji huo wa mapigano na ikaeleza kuwa iko tayari kuongeza mashambulizi, ingawa ilionekana kwamba isingelaumu kama Israel haitashambulia tena hivi karibuni. Afisa wa pekee wa ngazi ya juu wa Hamas na mkuu wake wa sasa Az al-Din al-Haddad, ambaye alichukua hatamu baada ya Mohamed Sinwar kuuawa mwezi Mei, alieleza hayo. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua ni nini kinajiri katika ulimwengu.